Kilichotokea kwenye dabi hakijawacha Simba Young Africans wala waamuzi kuwa salama. Bodi ya ligi kuu ya nchini Tanzania TPLB imetoa taarifa kuhusiana na matukio ambayo yalitokea katika mchezo kati ya Young Africans dhidi ya Simba Sports Club, lakini na michezo mingine ya ligi kuu ya Tanzania bara mara baada ya kufanya marejeo ya michezo hiyo. Tuanze na mnyama. Klabu ya Simba moja imepigwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la timu hiyo kutokutumia mlango ambao ni rasmi kuingia katika uwanja wa New Amaan Complex visiwani Zanzibar. 2. Klabu ya Simba imetozwa pia faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la wachezaji wa timu hiyo kutokutumia chumba maalum cha kubadilishia nguo, badala yake walitumia chumba cha waandishi wa habari kubadilishia nguo. Lakini pia klabu ya Simba wameambiwa kulipia gharama za matengenezo ya mlango na vyote ambavyo viliharibika wakati ambapo walikuwa wanalazimisha kuingia katika chumba cha waandishi wa habari ili kuweza kutumia kwa ajili ya kubadilishia nguo. Klabu ya Young Africans wao wamepigwa faini ya shilingi milioni 5 kwa kosa la walinzi wa timu hiyo kugombana na kutoleana lugha za matusi ambazo zinatafsirika kama kuchafua soka letu la hapa nchini Tanzania. Beki pia wa klabu ya Simba Duchu Kameta ametozwa faini ya shilingi milioni 1 kwa kosa la kuonekana akimwaga kimiminika uwanjani aina ya maji, kitu ambacho kimetafsirika kama vile kuashiria imani za kishirikina. Lakini mwamuzi msaidizi namba 1 katika mchezo huu wa dabi ya Kariakoo, Kasim Mpanga, yeye amefungiwa miezi 6 kwa kosa la kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu kwa kitendo ambacho alikifanya dakika ya 70 baada ya kusema ni offside katika goli ambalo alilifunga Suleimani Mwalimu, mchezaji wa klabu ya Simba. Lakini mwamuzi nambari 2 Hamduni Saidi, yeye amefungiwa miezi 3 naye pia kwa kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu kwa kitendo cha kusema ni offside katika momenti ile ya Prince Mpumelelo Dube dakika ya 61. Lakini pia mwamuzi aliyechezesha mchezo wa Young Africans dhidi ya Namungo Abdalla Mwenyemkuu, yeye amekutana na adhabu ya kushushwa daraja la uamuzi kwa kitendo cha kushindwa kutafsiri vyema sheria za mpira wa miguu na kuwa na makosa kujirudia ndani ya mchezo huo. Na moja tukio ambalo limempelekea mwamuzi huyu kukutana na adhabu hii ni lile tukio la timu ya Namungo ambako lilistahili kuweza kupewa penalti na ambayo ilisababishwa na mchezaji wa Young Africans Damaro Kamara, mwamuzi akashindwa kuitafsiri vyema na matukio mengine. Lakini kwenye mchezo wa Simba dhidi ya Dodoma Jiji, mchezaji wa klabu ya Simba mshambuliaji Suleimani Mwalimu, yeye amepigwa faini ya shilingi milioni 1 na kufungiwa michezo 3 kwa kitendo cha kumpiga kiwiko beki wa Dodoma Jiji Andy Bikoko. Na klabu ya Simba pia imekutana na faini ya shilingi milioni 5 kwenye huo mchezo kwa kitendo cha mashabiki wa timu hiyo kumrushia chupa za maji mchezaji wa klabu ya Dodoma Jiji Edgar William. Bwana, hayo ndio marungu ambayo wamekutana nao Young Africans pamoja na Simba Sports Club. Mimi ni ripota wako Florence. Bye bye.